mama, ay mama, lolo, 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 mama. Yesu mtume mama! Ay! 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 Lolo mama, ay mama, lulu mama, ay mama, lolo mama, ay mama, lulu mama, ay mama, lolo mama, ay mama, lolo mama, ay mama, lulu mama, ay mama. Oyo. Mmekosea mashariti. Niliwaambia na pindi utakapomuona mchumba wako hamtakiwi kupiga makelele. Lakini mlichokafanya nyinyi, mlipiga makelele. Hilo ni kosa kubwa sana mlilolifanya. Na kibaya zaidi, baada ya kumuona mkakimbia. Hilo ni kosa, tena kosa kubwa sana. Samahani mtaalamu, nilikuwa naomba unisaidie ili aweze kupatikana, kwa sababu ni kweli najua tumekosea, lakini haikuwa kazi rahisi kumuona mtu ambaye alishakufa alafu tuwe majasiri kiasi hicho tushindwe hata kukimbia, lakini tunaomba tusamee. Nilikuwa naomba fanya kila namna tuweze kumpata. Afu hata mimi tangu nazaliwa ndio kwanza naona vitu kama vile. Ndio maana nikapiga makelele pale. Koro kutanta mantete. Inaonekana kabisa nyinyi sio majasiri. Pale mlipaswa kuonyesha moyo wa ujasiri. Na vile vile inaonekana hamwezi kuifanya hii kazi. Sasa mimi naomba niwaambie, hii kazi nitaifanya mimi mwenyewe. Umeelewa vizuri? Nafikiri nzuri zaidi. Mimi nitakachofanya, nitakapompata nitawapigia simu ili muje kumchukua huyo mchumba wako, ndugu yenu sijui. Sawa? Umeelewa? Bye. Kande kangani tuli nyungu tuvine miako majana ku. Nimesha kama tujelini. Wewe unaja kumuuliza maswali mengi yote kama change. Sisi naenda ndo. Haya. Tutu mama, tutunjiwa, tutue. Tutunjiwa mama, tutue, tutunjiwa, tutue. Tutu mama, tutunjiwa, tutue. Tutunjiwa mama, tutue, tutunjiwa, tutue, tutunjiwa.
Asante. Yaani ile gauni kama ulininunulia mimi vile. Niambie kipenzi. Natoka mara moja lakini nakoenda sichelewi kurudi. Basi sawa. Sema hata hivyo mwenyewe nitatoka. Namrudisha Yasiri shuleni. Yasiri anaondoka? Yule yuko boarding. Jamani, nitapooza. Mwenye nilikuwa nishazoea tukiandaa chakula tunakaa mezani, tunarishana, tunapigana na vijiko, mala hivi jamani. Kwa hata muda gani huko? Akimaliza tu likizo na mimi nishamzoea. Najisikia vibaya sana Yasiri kuondoka. Ndio hivyo bwana, acha akasome. Ndio baba tunemtegemea huyo. Sawa, ngoja tu nimtakie masomo mema kuendako. Mungu amtangulie kila laheri. Amen. Basi sawa. Maana hapata simuoni, basi ukimuona mwambie mama mdogo anakupenda sana na kila siku anakuombea dua. Hamna tarudi. Nitamani tumsindikize yote. Basi nimejisikia vibaya sana Yasiri kuondoka. Lakini hamna shida. Basi ngoja nikuache la sichelewe kurudi. Sasa hivi narudi. Haya mama, safari njema. Sawa. Say. Ili jamaa noma sana. Wewe, mshamba anapaa kama popo yani. Bwana. Udade kiala. Vitu vya dunia hivi vinaje? Ash. Mama. Wadogo. Mbona unakaa hivyo kimawazo vipi? Shida nini? Kiukweli siko sawa kabisa bro. Toka tukio la kumuona Maida bado yuko hai. Ili hali ni mtu ambaye alikufa nikiwa nashuhudia. Nimemzika mimi mwenyewe nikiwa nashuhudia. Alafu bado naenda kukutana naye. Siwezi kuwa sawa. Yaani mawazo yamekuwa mengi mpaka nafikia hatua najuta kwa nini nenda kwa mtaalamu. Kwa sababu mimi miongoni mwa watu ambao nilikuwa siamini kabisa ameanza kushirikina. Sasa hili swala limeenda kuharibu bongo wangu yani. Siko sawa kaka. Unajua dogo, tatizo lako unakosa ujasiri. Wewe ndio unataka nikupeleke ili ukajionee kwa sababu ulikuwa uamini, lakini umekwenda na ukajionea. Sisi wenyewe tumekosea. Lakini uliona kabisa yule binti amekuja na sisi tukakosea, tukapiga makelele tukakimbia. Shaelewa vizuri. Kwa hiyo kitu ambacho kinachotakiwa kufanya wewe usiwe na mawazo yoyote. Pambana uende ukamchukue yule binti kwa sababu mganga alisema atakupigia simu. Kamchukue yule binti aje hapa, ikiwezekana mpeleke nyumbani kwao. Lakini ukimwachia hiyo kazi mganga akamrudisha yule binti, alafu mwisho wa siku hawezi kubaki naye kule, utamsaidia wewe na kumlisha wewe. Au unataka kupe kesi nyingine? Anakoroga yule, hata kama uko mbali unajua. Nadhani umeona uwezo wake vizuri. Kwa hiyo wewe unashauri nikamchukue? Sasa unataka kumwachia nani sasa? Fanya hivyo. Ama tatizo sija katukuta wote kwa sababu mimi na wewe tumeenda kule. Sija nikarogwa mimi. Kwa hiyo sipo ajabu ya Musa tayona Firauni. Uchawi upo, na uchawi una nguvu sana dogo. Yaani sikwambie mimi. Haya mambo. Kiwango. Shem. Natoka mara moja, kuna sehemu naelekea. Ila sitochelewa kurudi. Sawa. Mpendeza sana. Asante. Kulipata pesa ili uone uzuri wa mtu. Akia Mungu. Dogo mambo. Mpendeza sana. Shule unajionea mambo. Wajua mtu hawezi kuamini kama nilikuta wewe Taila. Akisa hivi. Safi. Baadaye sasa. Lakini mbona umeaje? Kwani si nimesema hapa natoka, hujasikia? Niage baby. Kuna sehemu mimi nakwenda mume wangu. Na mimi nione kweli nimeagika mwanaume. Sasa waniaga kama konda ile nimesahau change na magani.
Mangu natoka mara moja. Kuna sehemu naelekea, sitochelewa kurudi. Wow! Dogo, mbona mambo? Mimi ndo napenda vitu kama hivi. Sawa, nimekuruhusu, nenda. Baadaye. Take care. Dogo, umeona mambo hayo? Sasa nataka unifanyie kitu kimoja. Baada ya kumaliza ile swala lako la kumrudisha yule msukule wako yule, inatakiwa unisaidie nifunge ndoa kubwa sana na huyo binti. Ili hata majirani na ndugu wengine huko vijijini waone kabisa chief amemsaidia brother wake katika shughuli ya ndoa. Nataka nichangaze dunia. Wewe unaona mtoto mwenyewe alivyo na kiono fulani cha uhaini. Unampenda sana huyo binti? Nampenda sana. Sawa. Tuombe Mungu jambo la heri hilo. Acha mawazo sasa. Sawa. Wow. Asante sana kwa zawadi yangu. Usijali. Pia samahani kwa kutokufika kwenye msiba wa baba yako. Usijali hilo. Kakako aliniambia unaumwa. Kwa nini unaendeleaje sasa hivi? Naendelea vizuri. Mpaka nimepata nguvu ya kuja kukuona. Zayana. Hivi unajua kuwa kakako anataka kunioa? Na je, utakubali mimi niwe wifi yako? Why not? Nitafurahi sababu una moyo mzuri, una roho nzuri, pia una upendo na mimi. Alafu, kwani kakako anafanya kazi gani? Maana ana hela sana. Ni mfanya biashara tu. Kwani alikwambia akikuoa mnakuja kukaa pale nyumbani? Ndio, nakuja kuishi unapoishi ni sasa hivi. Mimi ningekushauri tu, bora mwambie kutafutia sehemu nyingine ya kukaa. Pale si pazuri. Kwa nini? Mimi nimekushauri hivyo na naomba usilipuuzie hilo. Okay. Basa, karibu. Hi babe. Yes. Uko poa? Yeah, I'm fine. Choka. Nilimrudisha shule. I'm sorry, nilishasahau. Kichwa changu kina mambo mengi sana kwa kipindi hichi. Vipi, mbona kama upo sawa? Yaani kweli siko sawa sote. Kuna mambo fulani yananichanganya. So, samahani kama utojali, unaweza kanipa muda kidogo tuzungumze? Yes, honey. Why not? Sabra. Hivi unamkumbuka yule mwanamke ambaye nilikuwa nataka kumuoa kipindi ambacho mimi na tunamtafaruko? Alikuwa anaitwa Maida. Oh, yeah. Maida. Nakumbuka. Sasa bana, Maida kumbe hakufa. Maida aliyekuwa mzukuu. Wait. Like how? Yeah, hata mwenyewe ilikuwa ngumu sana kuamini. Lakini nikaja kuamini baada ya kumuona kwa macho yangu mawili mtu ambaye alikufa nikiwa nashuhudia, na bado nilifika mpaka kwenye msiba wake tukamzika, nikaja kumuona. Nafikiri nitakuwa sawa mke wangu. Siwezi kuwa sawa. Lakini tukiachana na hayo, kitu ambacho kimefanya nikushirikishe katika hili ni kwamba mimi nilikuwa natukiwa na Maida mara kwanza wakaza ndotoni. Lakini nilikuwa napotezea. Yasili pia naye akanifuata akaniambia, baba, nimetokewa na mama mdogo. Ameniambia kadha wa kadha nahitaji msaada wako. Hivyo mimi na shemeji yako tukaenda mpaka kwa mtaalamu. Na tulipofika huko kweli mtaalamu
akatusaidia, tukamwona Maida, akatupa muda, then tukamfuate. Sasa basi Maida amesharudi. Ombi langu mke wangu, nilikuwa naomba kama itawezekana Maida tuje kukaa naye humu ndani. Yaani inawezekana vipi? Kwa maana niolee mtala na msukule? Wewe umechanganyikiwa nini? Bayasir. No, Mayasir, mimi sijamaanisha kwamba Maida nitamuoa, hapana. Ila Maida inabidi akae humu ndani kwa sababu mimi ndo nilikuwa nakaa naye kipindi cha uhai wake. Na kaka yake Joel mpaka sasa hatujui yuko wapi. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama itawezekana aje hapa kwa muda. Ndio hivyo. Ishi hapo hapo. Tena naomba unisikilize Bayasir. Siku nyingine usinipotezee muda kuniambia pumbavu kama wewe. Umenielewa? Mganga, nashukuru Mungu nilipata mimba. Ila baadaye nilikosea masharti baada ya mume wangu kuniingilia kimwili. Ndipo nikapelekea kuwa chizi. Aya. Mitunguli nanukia. Mitunguli nanukia. Uo ni uzembe. Unakoseaje masharti kiboya boya? Niliyaona hayo tangu huko utokako. Ina maana bichwa lako wewe ni boksi. Unapewa masharti madogo, alafu unakosea. Mama zima ovyo. Sasa wewe inabidi uadhibiwe. Ila kwa kuwa ni kosa lako la kwanza, nitakusamehe. Endapo ukirudia tena, nitakuadhibu. Kenge maji wewe. Na kingine mganga, yule mwanamume amenikimbia. Naomba mpe janga lolote limpate huko aliko, ili aje kuniomba msamaha. Aya. Mitunguli nanukia. Na pia kingine, pale napoishi nyumbani kuna mdada anaitwa Sabra. Nilikuwa naomba achike na yule mwanamume wake, niishi naye mimi. Hata ikiwezekana zile mali zake anaandikisha majina yangu yote, kisha wafukuze nyumbani pale. Nibaki mimi na yeye tu. Mitunguli nanukia. Mitunguli nanukia. Mitunguli nanukia. Nitakusaidia. Nitakupa dawa. Ila inabidi uelekee chumba cha mizimu. Hapo ndipo utachukua dawa. Hiyo dawa utakayochukua ni dawa ya kunyunyuzia mlangoni. Kisha akiruka tu yule umpendaye, huyo mwanaume litamkuta la kumkuta. Na huyo binti unaitaka afukuzwe, nitakupa dawa. Atafukuzwa mara moja. Tena atafukuzwa kama mbwa koko. Na muona akifukuzwa huku akilia. Hicho ni kilio cha mbwa koko. Atafukuzwa mbio mbio. Ila inabidi tuelekee chumba cha mizimu. Huko nikakupe tiba. Mimi na wewe tukutanishe sehemu zetu za haja ndogo. Tukisha kutanisha sehemu zetu za haja ndogo, na kuna dawa inabidi kuzichuma. Hizo dawa utazichuma na makalio, ndipo zitafanya kazi. Kwa hiyo mganga, unataka kuniambia unataka tufanye kama siku zile tena? Jisaidie nami nikusaidie. Nipe kidogo nchangamshe damu. Twende kwenye chumba cha mizimu. Ukanipe kidogo nchangamshe damu. Nifuate nami nikaburudike. Nipe kidogo nchangamshe damu. Aya. Mitunguli nanukia. Nifuate. Nipe kidogo nchangamshe damu. Aya. Nipe kidogo nchangamshe damu.
Saka Jokeri, mimi naishi hapa. Tutaonana baadaye. Sawa. Dala. Kuna kitu natamani kukuambia. Ila moyo wangu unakuwa na hofu sana. Unahofia nini? Na imani Mapela ndio mhusika na kifo cha babako. Ndio, kwa sababu kipindi cha uhai ya babako nilikuta akiwa kwenye malumbano mazito sana, na kutokea hapo babako hakurudi tena. Vipi kuhusu deni langu? Maana hiyo pesa imekuwa ni ya muda mrefu sasa. Naitegemea kwa ajili ya ada ya mtoto shule. Nivumilie kidogo. Hali sasa hivi sio nzuri. Baada ya wiki 2 nitakupatia pesa. Imeshakuwa ni muda mrefu. Mwanangu anatakiwa aende shule sasa. Na hiyo pesa ndio nilikuwa naitegemea kwa ajili ya ada ya mtoto. Sawa. Kuna mambo nafuatilia. Na ndio maana nakwambia vumilia kidogo. Hivi wewe mzee, mbona umekuwa na kona nyingi sana? Kama hiyo hela uilipi si useme tu. Ninapozungumza na mamako, ukae kimya. Mpavu. Kwa hiyo kwenye haki ya babangu nikae kimya, si ndio? Usinilete bangi zako. Hivi mzee. Sikia. Mzee unatoka. Basi. Nisikize. Mzee unatoka. Basi mwanangu. Utapata kesi. Mwache. Sasa msikilize mzee. Nakupa siku hiyo moja. Usipoleta hiyo hela utaona. Baba, jitahidi basi na wewe upate hiyo hela uje unipe. Mwanangu yule amerudishwa na nani shule kuhusu ada. Jitahidi basi baba. Jokeri, nakuapia kwa hiki alichokifanya Mwapili atakilipa. Na kuahidi, naumia mimi moyoni. Nimebaki yatima. Sina baba. Sina mama. Kwa nini? Naumia sana. Pole sana Zara. Pole sana. Sasa bwana nimepokea simu kutoka kwa jamaa kule mtaalamu. Ameniambia tayari Maida yuko sawa na yuko naye pale hivyo tukamchukue. Kamrudisha? Kamrudisha. Jiandae chapu kama uko sawa na tukachie tuondoke. Tunaenda? Basi dakika moja ngoja nimkabidhi wife pesa hapa mara moja. Sawa. Mimi siwezi kwenda. Akia Mungu siwezi. Siwezi kwenda. Vipi tena kaka? Maji ya dawa. Mama. Bro, shida nini tena? Maji ya dawa. Maji ya dawa. Unajua maji ya dukani ya tofauti na maji ambayo mimi nilikuwa natumia kule. Naona kuna hali kabisa mimi nimeanza kumtea matatizo ndo. Sasa nikupeleke hospitali basi. Sio ugonjwa hospitali dogo. Tumbo tu ile. Kila ugonjwa hospitali. Mwacha mambo yako bro. Twende hospitali, magonjwa yote hospitali kule yana tiba. Sio ugonjwa hospitali mdogo wangu. Wewe nenda bwana. Anyway, basi tukimshie kitu cha moto kwanza afu jisikilizie kisha kwa sawa tuelekee huko.
Sikiliza nikwambie, hii hapa hakuna haja ya kupumzika. Kwa sababu mganga alikwambia kwamba muda huo unatakiwa uende, kwa sababu yeye anakwenda na muda. Unajua kama mrudisha afu kwa hiyo nataka umpangie muda wake. Kwa hiyo niende peke yangu sasa. Sasa msukule si wako dogo, naenda wewe mwenyewe. Mimi si utanipa tu mawasiliano, utaniambia kwamba umemwona kweli ni yeye, basi na mimi huko nitalipitisha. Wewe unafikiri tuende wote kwani kila kitu mpaka tuende wote? Mimi si nishakupeleka tayari umejionea. Wewe unafikiria mambo yanakuaje? Mimi tumbo linaniuma ndo. Kwanza wote na wewe ndio ulinishawishi mimi tulimalize wote, unaniachaje mimi peke yangu? Wewe nenda dogo. Mimi nishakuonyesha njia tayari, wewe nenda. Msukule si wako wako, unataka mimi nikajizalilishe huko. Sawa, mimi ngoja niende huko basi. Basi sawa. Mimi acha nielekee tu huko. Mimi siende hospitali, nitaambia shemeji ndo anchemshia hata maziwa, si hapo maziwa. Hakuna. Famasi yala kuna watu walokufa ni. Mistaki hataki japo wenyewe zinakimbia bwana, sababu chajionea vitu vya tofauti. Kupeda ndio ilivyo. Mistaki kabisa ya mambo. Nakimbia mimi. Nakubabake. Nenda huko mimi sina akili hapa. Nenda rudi naye mwenyewe. Kuna vita kubwa sana kati yako wewe na hao waliomfanya huyu mpaka kuwa msukule. Hivyo unapaswa kuwa makini. Hata hivyo bado huyu hajakaa sawa. Unatakiwa utumie vizuri dawa nilizokuelekeza ili kuendelea kumfusha huyu na zingine kumpa akiwa na. Hakikisha dawa hizo nilizokupatia aende akatumie vizuri. Sijui umeelewa vizuri? Nimekuelewa mtaalamu. Na kingine, mkaishi naye vizuri. Msipende kumkera, kwa sababu bado hayuko sawa kimwili na hata kiakili. Kwa tafasiri ya haraka haraka, hamtakiwi kumuuzi. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa mtaalamu. Sawa. Naweza mkaenda. Lalo mama ae mama luru mama ae mama lalo mama ae mama luru mama ae mama mama ae mama luru mama ae mama. Maida, karibu ndani. Usivuke hapo. Kuna dawa hatari kwako. Unaweza ukapita sasa.